naombeni mtoe ushirikiano kwenye huu mradi, mpate zahanati ya historia. Simeona jengo lenyewe, kwanza tulipo hapa tunaonekana ni jengo kubwa. Likiisha je? Kuona nyewe wananchi, naomba mtoe ushirikiano hapa. Sawa jamani? Ya nyuma alishapita, yalikuwa na uongozi wake, sasa na haya yamekuja na uongozi wake. Na mimi naweza kusema Matwiga mna bahati, mmeletoa fedha, na mimi pia nina bahati. Kuchagua tu mwenyekiti wa halmashauri, Matwiga amepata milioni 800. Kwa na mimi najivunia, na mimi nitafunga safari zangu za chini chini kuja kuutembelea huu mradi. Kwa msilegee, na wewe engineer sasa. Tushirikiane kusimamia mradi ili uende haraka, na watu Matwiga kufika mwezi wa 6 wa 7 tarehe 21 jengo lao limekamilika. Nadhani hata huduma hizo mlizosema hivyo vifaa tiba vilivyokuja, nadhani vitamia wapi? Si ndio jamani? Kwa hiyo niwaombeni sana watu Matwiga, mshirikiane na hawa watu. Wakihitaji msaada wapeni, na muwe wabunifu. Sawa dada? Mfano mkachimba shimo la maji hapa, wananchi wakajitolea kuwaletea maji kabla hatujaanza kuvuta bomba, si mradi utakuwa unaendelea, si ndio? Naombeni hilo swala mlitekeleze, huu mradi uende kwa haraka na watu Matwiga wapate huduma. Hii labda niwapongeze Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa hapa ni shuhuda. Vituo hizi zahanati walikuwa wanaletewa milioni 50 tu. Kwa hiyo hapa kupata milioni 200 na kitu na 60, yani kwa kweli ni hatua kubwa sana, tujipige makofi. Lakini pamoja na hizo milioni 50 atakuwa shahidi wangu. Kwa wao najua walijenga mpaka nyumba sasa mimi nilikuwa na ushauri wa kitu kimoja, kwamba sisi hapa bahati nzuri huku kwa sababu ni mkandarasi hatugusi chochote kile. Labda Mheshimiwa Mwenyekiti ungejaribu kuorganize angalau tukaleta maji hapa, yatakuwa ya kudumu. Sababu bahati nzuri tuna maji yanatoka hapa. Nafikiri ni issue tu ya kutepu. Sasa kama maji yatakuwa yatoki, mimi nibaki mimi na Ruwasa tuanze kukamatana. Kwa mimi niwaombe tu kama Mheshimiwa Mwenyekiti, mkikaa vizuri hapa, ni wakulima wa tumbaku. Nafikiri hawezi kawa gharama kubwa sana kutoa maji hapa kuleta hapa. Kwanza nishukuru kwa fedha kuja Matwiga, lakini na mimi kwa haraki hii ninavyoiona, ina maana wamekuwa na utayari wa kupokea fedha. Kupata fedha ni jambo jingine, lakini usimamizi nao ni kitu kingine ambacho ndo cha muhimu kabisa. Tunaweza tusitendee haki hizi fedha za serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ametuona wana Matwiga kupitia diwani, kupitia sisi viongozi mliotutanguliza mbele huko, zimekuja hapa. Mkandarasi, simama wima hivyo hivyo ulivyosimama, hakikisha jengo hili linakamilika tena kwa kiwango. Vinginevyo utakuwa umeichafua Matwiga, utakuwa umeichafua Chunya. Hatuna tabia ya uchafu kwenye miradi wilaya ya Chunya. Sasa wewe unaweza ukaleta sura hiyo, lakini wale mnaohusika na mambo ya manunuzi ya vifaa, tuwe wepesi kuchachua changamoto zinazojitokeza ambazo zinaweza zikasababisha mradi usimame. Hatuhitaji usimame. Lakini hii taarifa tumeitoa muda mfupi, na wao wamejitokeza kuja kushuhudia. Kamati inakuja kukagua nini, naonyesha kweli wana kiu ya kukamilisha huu mradi wana Matwiga. Sina hofu na wana Matwiga, naomba mtoe ushirikiano huo, na sisi kama kamati chini ya mwenyekiti wetu wa halmashauri, chini ya waheshimiwa madiwani, ndugu yangu Chungwa, naamini hakuna kitakachoharibika. Pengine muibe simenti na nondo hizo, sababu ndio hatuchelewi kuiba hivyo. Ni vyepesi kuvuta na kupeleka vichakani huko, lakini ukipatikana utakuwa pabaya sana. Mwenyekiti amesema siku nyingine ataanza kuja nani, polisi kata atamhitaji awepo hapa, sio kuja kutulinda hapa. Ni yule atakayekuwa amefanya udokozi sasa ataondoka naye. Lengo la mradi, Mheshimiwa Mwenyekiti kamati ya fedha, uongozi na mipango, lengo la mradi huu ni kuboresha huduma kwa wananchi kwa kujenga zahanati ya Matwiga pamoja na miundombinu mingine kwa fedha kutoka serikali kuu. Mradi wa Team Chip kwa 100% ambao tulipokea kiasi cha shilingi milioni 266,628,213 mnamo tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti kamati ya fedha, uongozi na mipango wilaya, majengo ya vipaumbele yaliyokuwa yamekusudiwa ni kama ifuatavyo. Namba 1, jengo la wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, jengo la wazazi kwa maana ya maternity, jengo la RCH kwa maana ya huduma ya mama na mtoto. Namba 4 ni ujenzi wa kichomea taka yani incinerator. Bajeti ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Ujenzi wa zahanati ya Matwiga ulikadiriwa kutumia shilingi milioni 266,628,213 mpaka kukamilika kwa miundombinu yote ambayo ilikusudiwa kujengwa. Mradi huu unatekelezwa kupitia fedha kutoka serikali kuu na mradi wa TM Chip ambayo tulipokea tarehe 16 mwezi wa kwanza 26 kwenye akaunti ya zahanati ya Matwiga ambao ni shilingi milioni 266,628,213. Hatua ya mradi iliyofikiwa. Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya mzabuni kwa maana ya kampuni ya CJM Construction Company Limited ambayo hadi sasa amechimba msingi na kumwaga zege na kuendelea kufyatua tofali za bloko ambazo hadi sasa zimefikia 1950. Vifaa tiba vilivyopokelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, zahanati ya Matwiga tumepokea vifaa tiba tarehe 6 mwezi wa 3 2026 kutoka MSD ambapo vimedhaminiwa na kampuni ya Team Chip venye thamani ya gharama ya shilingi milioni 38,513,792.11. Taarifa ya mkataba. Mradi unatakiwa uanze tarehe 20 mwezi wa 3 26 na mkandarasi anatakiwa kukabidhi mradi mnamo tarehe 21 mwezi wa 7 26 ukiwa umekamilika kwa 100%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Matwiga inapenda kutoa shukrani serikali kuu na pia kushukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Matwiga pamoja na vifaa tiba ambavyo vitaturahisishia kutoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana chunya_official.